nikasema madhabahu za Mungu zinawakilisha juu ya mambo mema. Madhabahu ya Mungu inawakilisha mamlaka ya ufalme wa Mungu katika ulimwengu wa roho wa nuru. Ndipo nikasema laana na baraka na mikosi na mambo yote maovu yanayotokea duniani, yanayotokea katika nchi, yanatoka katika ulimwengu wa roho wa giza. Kwa hiyo vivyo hivyo zile madhabahu za giza za kuzimu, madhabahu za giza zilizopo duniani zinazowakilishwa na watu wa giza wanaowakilisha ufalme wa giza wa shetani, nikasema hizo madhabahu ndizo ambazo zinazalisha mambo mabaya, zinazalisha vifo, magonjwa na tabia mbaya za kila namna. Lakini mambo mema, unaposema amani, tulivu, furaha, uponyaji, uzima na kila kitu, vinatoka katika ulimwengu wa roho wa nuru na vinawakilishwa na mamlaka ambazo zinatoka katika madhabahu za Mungu wa kweli. Kwa hiyo kila kitu nikasema kinazaliwa na madhabahu. Kila kitu unachokiona katika ulimwengu huu kinatoka katika ulimwengu wa roho. Kinapokuja katika ulimwengu wa mwili, lazima tuangalie kama kimekuja katika uovu, kimekuja katika baraka na mikosi, kimekuja katika laana, basi katika ulimwengu wa roho kimetoka ulimwengu wa roho ya giza. Na madhabahu iliyozalisha vitu hivyo, tujue kwamba ni madhabahu za giza, sio madhabahu za Mungu. Leo nataka kuzungumza na wewe tena juu ya madhabahu hizo hizo, lakini leo ninarudi kwenye madhabahu inayotenda kazi kutoka kwenye familia yenu. Madhabahu ya ukoo, madhabahu ya familia, ambayo hii madhabahu inawakilishwa na mizimu ya kwenu. Mizimu ni miungu ya kifamilia, ni miungu ya ukoo ambayo imeshika maagano ya mababu wa mababu. Miungu hii ni mizimu ya kila ukoo. Kila ukoo una mizimu ya kwao. Unaona watu wanasema hii ni mizimu ya kwenu. Watu wanakwambia hii ni mizimu ya ukoo. Hizi ni laana za kwenu kupitia mizimu. Mizimu ni miungu inayoabudiwa na familia, inaabudiwa na ukoo, ukoo wenu, familia yenu. Hiyo ni miungu, ni mizimu ambayo ipo kupitia mababu wa mababu, nyanya wa manyanya, ambao walitangulia wakaweka maagano na mizimu, wakaweka maagano na miungu ya sanamu, wakajenga madhabahu za giza badala ya madhabahu za Mungu. Hizo madhabahu zimeleta laana kwenye familia. Hizo madhabahu zimeleta baraka na mikosi. Usisahau nimesema kwamba madhabahu za Mungu zinazalisha mambo mema, lakini madhabahu za giza zinazalisha mambo mabaya. Madhabahu ya ukoo ni madhabahu ya giza. Madhabahu ya ukoo ni madhabahu ya shetani. Na ndio maana unaona Mungu anasema msiabudu miungu mingine pamoja na mimi. Manake Mungu anaikataa miungu mingine. Kwa nini? Kwa sababu ni miungu ya giza, ni miungu ambayo haina ushirika na Mungu. Madhabahu yenu ya ukoo, madhabahu yenu ya familia haina ushirika na Mungu, haina ushirika na Mungu, haina mahusiano na Mungu. Mizimu ya kwenu, mizimu ni miungu ya kwenu ya kifamilia, inayoabudiwa na familia, inatolewa sadaka na familia.